Kwa upambanuzi zaidi nani alim, fanaqulu, tunasema innal alima, hakika mwana wa chuoni katika sharia anayezingatiwa, huwa man tadarraja fil marahili taliya, ni mtu ambaye kwamba amevuka ngazi, amepanda ngazi hizi zifuatazo. Yani ameenda stage by yani ameenda step by step, yani ameenda ngazi hii akaenda ngazi hii akaenda ngazi hii. Ngazi zenyewe ni zipi? Ni hizi ambazo kwamba zifuatazo. Man qara ilma at-tauhidi, kwanza mwanachuoni ambaye kwamba aitwa ni mwanazuoni katika sheria ya Uislamu. Man qara ilma at-tauhidi, cha kwanza ni mtu aliyosoma ilmu ya tauhidi. Wa ilma al-fiqh, na mtu aliyosoma ilmu al-fiqh kamilan, ilmu al-fiqh yote na ilmu tauhidi yote. Biwasitati al-mutuni, kupitia hizi matni akasoma hizi mutuni ambazo kwamba watu wanasomeshwa katika hauza za kiilmu. Ala al-ulamai al-mutamakkinina, tena amesoma kwa ulamai ambao kwamba ni mutamakkinina, ulamai ambao kwamba ni wasomi. Hapa suwe makini sana. Alimu lazima umesoma tauhidi kamilan, amesoma fiqh kamilan, biwasitati al-mutuni, kupitia hizi matni. Sio mtu ati kwamba yeye ni mwanachuoni aanza kusoma kutoka katika Qur'ani moja kwa moja, kwamba hukumu inatoka katika Qur'ani moja kwa moja. La, bado lazima uanze mutuni kwanza. Moja katika ulama alisema, wa man talaba al-uluma, mwenye kutafuta ilmu biduni shaykhin, pasna shaykhi, dhalla an as-sirat al-mustaqimi, atapotea katika njia iliyonyooka. Waweza kukuta masala ambayo kwamba ni ya kisheria, kumbe ulivyofahamu wewe ni sivyo kabisa inavyofahamika. Ukaenda huko ukawatolea fatwa watu, ukapoteza watu wakawa wanaifanya ibada, wanaona ni ibada, kumbe sio ibada. Maisha yao yakapotea duniani na akhera, wakawa wanadhania wanafanya matendo mazuri, kumbe wanafanya matendo maovu. Idhan lazima ilmu iwe na kiongozi. Lazima mtu aende akasome kwa ulama, wajtahada, kisha akafanya ijtihadi fi fahmi tilka al-ahkami, katika kufahamu hukumu hizo, wal masail, na masala hayo. Wa min shuruti at-talib al-mubtadi, na katika sharti za mwanafunzi mwenye kuanza, an yatahalla bil akhlaq al-islamiyyah al-fadila, lazima ajipambe na tabia tukufu za Uislamu. Wa an yasluka tariqa ahli Allah ta'ala, na apite njia za watu wa Mwenyezi Mungu, ulama rabbaniyin. Wa muharabati nafsi, lazima aipige vita nafsi.